الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بعد أن نشكر الله سبحانه وتعالى متكسانا أمام متوم صلوات الله وسلامه عليه، tukiendelea na daura yetu biidhnillah subhanahu wa ta'ala, tukiwa tunasoma kitabu chetu cha Al-Arba'una An-Nawawiyya, kitabu kinachoeleza kutaja hadithi Rasul sallallahu wa sallamu alayhi, kitabu cha Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Tukiendelea na hadithi ya sita, alhadithu sadisu, inaelezea kuhusiana na al-bu'du an mawaqif ash-shubuhat, watu kujiweka mbali kutokana na maeneo ya shubha, maeneo yanayotatiza. Maana tunatakiwa tujiweke mbali kutokana na mambo yenye kutatiza. Hadithi hii imepokea Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radiyallahu anhuma. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، أو في رواية أن يرتع فيه في بعض النسخ. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. amepokea An-Nu'man bin Bashir radiyallahu anhuma, anasema nimemsikia Mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi yaqulu, akisema: inna al-halala bayyin wa inna al-harama bayyin, hakika ya halali bayyinun ay wadih, iko wazi, halali iko wazi, wa inna al-harama bayyinun, na haramu vile vile iko wazi, wa bainahuma, baina halali na haramu umuru, kuna mambo ambayo ni mushtabihati, yanatatiza. Kuna mambo ambayo yako baina ya upande wa halali na upande wa haramu, yako kati na kati. Hayo ni mambo ambayo yanatatiza. La ya'lamuhunna kathirun minan nas, watu wengi hawayafahamu mambo hayo. Na lugha iliyotumika hapa inathibitisha kwamba wako wanaoyafahamu mambo hayo. Maana haya mambo ya mushtabihati, wanazuoni Allahu yahfadhuhum rahimahullah mutao, wapo ambao wanafahamu mambo haya ambayo yameelezwa katika hadithi hii, lakini wengi katika watu hawayafahamu. Wao hawafahamu haya ni halali au ni mambo ya haramu. Hadha alhadithu aljalil, hadithi hii huwa ahli alhadithi allati alayha madaru alislam, ni miongoni mwa zile hadithi ambazo Uislamu unazunguka katika hadithi hizi. Nafikiri siku ya jana tulieleza katika darasa iliyopita kwamba kuna hadithi 4 ambazo alayha madaru alislam. Tukasema hadithi ya kwanza ni innamal a'malu binniyat, kisha tukasema hadithi ya pili ni hii ambayo ni innal halala bayyin wa innal harama bayyin, kisha tukataja hadithi nyingine ya tatu tukasema min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, na hadithi ya mwisho tukasema ni hadithi gani? Naam, shaykhh nakumbuka, izhad fima inda, aiywa, izhad fima inda an-nas. Tulisema kwamba hadithi nne hizi zote zimo ndani ya kitabu chetu, na baadhi tushazisoma na nyingine tutasoma biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hadhihi al-ahadith alayha madaru al-islam. وأيضا هذا الحديث أصل من أصول الشريعة. حديث
hadithi hii ni miongoni mwa misingi mikubwa ya sheria, kwa min jawabi kalimihi sallallahu alayhi wasallam, ni katika maneno ambayo ni jawami. Hadithi ya Mtume sallallahu wasallam amethibitisha kwamba Mtume kuu pia jawami al-kalim, amepewa ufasaha mkubwa katika mazungumzo yake. Nimezungumza maneno machache, lakini alaiha madaru al-Islam, ni kama vile Uislamu mzima umefunga kwa maneno yake haya. Kwa hiyo kuna mambo ya halali na kuna mambo ya haramu, lakini katikati kuna mambo ambayo ni mushtabihat, yanatatiza, ambayo hawayafahamu wengi katika watu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kama nitaka shubuhat, yule ambaye atakayejiepusha, atakayejikinga na shubha na haya mambo ambayo yanatatiza, faqad istabara li dinihi wa irdihi, huyo atakuwa ameilinda na kuihifadhi dini yake pamoja na heshima yake. Mushtabihati, Muislamu umeelezwa kwamba kuna mipaka, kuna halali na kuna haramu, na kuna mushtabihati katikati. Wewe ukaamua uyafanye halali na uache yale haramu yaliyokatazwa, na yale ya kati na kati mushtabihati, wewe ukaamua ujiepushe nayo, ujikinge nayo. Wakati huo ukifanya hivyo, utakuwa umelinda wewe heshima yako na utakuwa umelinda dini yako. Waman waqa fi shubuhat, na yoyote yule ambaye atakayejiingiza, atakayeingia katika haya mambo yenye kutatiza, waqa fi haram, atakuwa ataangukia katika mambo ya haram, ataanguka katika haramu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam yuwaffiqu kalamahu fi nafsi alhadith, anatoa maelezo zaidi kubainisha makusudio ya maana ya waqa fi haram. Kwa mithali yatadhimu al-maqam, Mtume anasema karra, ni kama vile mfano wa mchungaji yar'a, ambaye anachungwa haula al-hima, pembezoni mwa mipaka, yushiku an yartafi, huyu unaopewa wale wanyama wake kuja kuingia katika mpaka wa mtu mwingine, kama yushiku an yartafi au an yaqafi, kuingia katika mpaka wa mtu mwingine. Ana shamba mchungaji, na shamba hilo analisha wanyama wake, lakini pembezoni kuna shamba jingine, yeye wanyama wake akaweka mwishoni kabisa, viparaf huku mwisho hawa wanyama hao, kwa sababu mpaka wake utakuwa umekaribia kumalizika. Yushiku an yartaa fihi, upewa kwamba huenda wakatoka katika shamba lake kuingia katika shamba jingine, ikawa wanafanya misali kala mazao ya watu. Kwa hiyo ndio mfano wa mambo ya shubuhati. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kuelekeza na kutoa mwongozo, anasema ala, basi zidukeni, likulli malikin hima, kila mfalme ana mipaka yake. Ala, na tambueni vile vile, wa inna hima Allah maharim, na mipaka ya Allah ni yale mambo ya haramu aliyoharamisha. Haya sisi tunatakiwa tuyaingie, hatutakiwi tufanye tuyaingie mambo haya, tujiweke mbali nayo, tusiyakaribie ndio makusudio yake. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam vile vile anatoa tanbihi kumfahamisha Muislamu maisha yake yanatakiwa yawe vipi, na vipi yatatengeneza islah katika ule muamala wake yeye binafsi na watu wengine. Mtume anasema ala wa inna fil jasadi mudghah, tambueni kwa hakika katika mwili mudghah, kuna pande la nyama, pande la nyama. Pande hili ila salaha, pindi linapokuwa sawa, linapokuwa zima, linapokuwa safi, salaha al-jasad kulluhu, basi mwili wote unakuwa salama. Pande hili la nyama linapokuwa salama, basi mwili mzima unakuwa salama. Wa idha fasadat, na linapoharibika pande hili la nyama, fasada al-jasad kullu, basi mwili mzima kiwili chote kinakuwa kimeharibika. Ala wa hiya al-qalb, Mtume anasema pale hilo la nyama ni moyo. Kwa hiyo moyo wa binadamu unakuwa salama, basi mwili wake wote unakuwa salama. Na hapo salama unakusudiwa katika mambo mbalimbali, maana unapokuwa salama kutokana na imani ya moyo inapokuwa ina nguvu, basi mwili wako yale unayofanya katika matendo yote yatakuwa salama. Utayafanya yale yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na utajiepusha na yale ambayo yanakataza Allah subhanahu wa ta'ala. Alhadithu rawahu al-Bukhari wa Muslim
والحديث التالي وهو الحديث السابع: الدين النصيحة. ايش اللي شعبان حديثه؟ حديثه يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي رقية تميم بن اوس الداري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. حديثه Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi anatoa mwongozo wa maisha ya Muislamu anatakiwa yawe. Amepokea Abi Ruqayyah Tamim bin Aus al-Dari anasema, katika Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi amesema, ad-dinu nasiha, dini ni nasaha. Dini ni nasaha, maana dini yote imefungwa katika nini? Katika nasaha. Qulna, masahaba ridwanullahi alayhim wakasema baada ya kusikia maneno haya: liman ya Rasulullah, maana nasaha hizo ni kwa nani? Nasaha hizo ni kwa nani? Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi akajibu: lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa lia'immati almuslimina wa 'ammatihim. Ikiwa dini ni nasaha, maana Mtume anafahamisha kwamba maisha yote ya Muislamu yanatakiwa yazunguke katika nasaha, na tunafahamu kwamba kila mmoja atakiwa kwanza awe nafsihi ainasihi nafsi yake. Hilo ndio jambo la kwanza. Watanasu baina almuslimin, na kupatikane hali ya nasaha baina ya Waislamu. Maana Waislamu wanatakiwa wanasikiane wao kwa wao. Hadi maalimu dini hanifu, na hili ni katika jambo kubwa ambalo limebebwa na dini hii ya Uislamu. Na makusudio ya lillahi, nasaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, makusudio yake Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi aliposema an-nasihatu lillahi hiya ta'dhimu, ni kule kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Manake vitendo awamiri ni kuyafanya yale mambo aliyoyaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, washinabu na wali, na kujiepusha na yale mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Wa aidan washafaqatu ala khalqihi, an-nasihatu lillah, manake kuonea huruma vile vile wale viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala. Watakunu bid'awati ila al-imani bihi, na ukiwa na hali hii maana unatakiwa sasa kuonea huruma waja Allah kwa kuwaita wao kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala kama wao walivyopatania hali ya Uislamu. Tumefahamiana vizuri. Wa aidan wanafiu ashirki wa jamii naqais an, na vile vile kujiepusha na ushirikina na kujiepusha na yale yote ambayo ni mapungufu ambayo yanampunguzia Allah ile hali yake. Kuna baadhi ya mambo ni msalimu lillahi subhanahu wa ta'ala, maana yake kutumpa Allah subhanahu wa ta'ala zile sifa zenye mapungufu, kwa ikhlasu na ibadati lillahi subhanahu wa ta'ala, na kutakasa mambo yako kwa ajili ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aidan wa likitabihi, wa likitabihi an-nasihatu likitabillahi subhanahu wa ta'ala takunu bil imani bihi. Nasaha kitabu cha Allah ni kukiamini kitabu cha Allah, kwa ni Qur'an, kalamullah, kuamini kwamba ni maneno ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala, ma'a shiddati hubbihi, pamoja na kuipenda Qur'ani, bali na kuifanyia kazi Qur'ani na kuyafanyia kazi yale yaliyomo ndani ya Qur'ani. Bali miongoni mwa nasaha za kitabu cha Allah ni kupendelea zaidi kukisoma kitabu cha Allah, kupenda kuisoma Qur'ani, wa tafakkur an ajaibihi, na kupenda kufikiria yale maajabu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameweka katika Qur'ani, na vile vile kueleza yale yaliyo ndani ya Qur'ani na kuwapa watu manufaa na faida zinazopatikana katika nini? Katika Qur'ani. Wa aidan wa rasulihi, na nasaha kwa Mtume sallallahu wasallam alayhi takunu biittiba'ihi wa tasdiqihi fi kulli ma amara. Nasaha hizi huwa
Lakini sio hivyo pia, walijtihad walijtinab fima naha an-nabii sallallahu alayhi wasallam au amma naha bihi an-nabii sallallahu alayhi wasallam, na kujiepusha na yale ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameyakataza. Wa an-nasihatu li a'immati al-muslimina wa li a'immati al-muslimin ni takunu bi muawalatihim ala al-haq, viongozi wa Waislamu na nasaha upande wao ni kule kuwasaidia wao katika mambo ya haki na mambo ya kheri, lakini sio nasaha peke yake, bali wataatihim fil ma'ruf, na kuwatii viongozi katika wema vile vile ni nasaha. Wa aidan watadhkiruhum birifqin wa lutf, na kuwakumbusha wao kwa upole pale wanapokuwa wengine wanapita njia ambayo sio sahihi viongozi na wanapokosea. Na makusudio ya viongozi hapa ni viongozi ambao wanatawala pamoja na maulama. Allah subhanahu wa ta'ala amelizungumza hilo katika Qur'an aliposema, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u rasul wa ulil amri minkum. Allah ametuamrisha sisi kwamba tutii Allah na mtume wake na wale ambao wanatawala mambo yetu. Alayhi kadhalika wa aidan wa ammatihim, al-amma kusudio ya amma manake na watu wote kwa ujumla vile vile wanastahili nasaha kwa ujumla. Walhafu ala nushi bijafati muslimina bikulli mustawayati, hapa kusudio Waislamu wote na madaraja yao yote, na viumbe wote kwa ujumla, hali zao, madaraja yao wote kwa ujumla wanastahili nasaha. Mfahamiana? Kwa hiyo dini nasiha ay madinu illa nasiha, haikuwa dini isipokuwa ni maisha ya nasaha. Alhadith rawahu al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Wa alhadith الثالث الحديث الثامن، حديث hii inaelezea hurmatu damu al-muslim wa mali, inaelezea uharamu wa damu ya Muislamu pamoja na mali yake. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. Hadithi hii imepokelewa na mtoto wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ambaye anafahamika kwa jina gani? Abdullah ibn Umar. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye na baba yake wote walikuwa ni masahaba. Hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, umirtu, nimeamrishwa mimi, an uqatila an-nas, kuwapiga watu vita. Nimeamrishwa kuwapiga watu vita hata yashhadu, mpaka watakaposhuhudia an la ilaha illa Allah, kwamba hapana mola asiyekuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna Muhammadan rasulullah, na hakika ya Muhammad ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuqimu as-salat wa yu'tu az-zakat, fa idha fa'alu dhalika, pindi watu hao watakapoyafanya hayo na watakapoamini haya tuliyoyataja, asabu minni ay hafidhu, watakuwa wamehifadhi, wamejilinda kutokana na mimi. Wamelinda kitu gani? Dimao, damu zao. Manake sitotakiwa tena kuwapiga vita, damu zao zitakuwa ni zenye kuhifadhiwa, bali na sisi tuna wajibu wa kufanyaje? Wa kuzilinda damu za watu hao. Mtume anasema asabu minni dimao, watakuwa wamezidhibiti na kuzilinda kutokana na mimi na ile kanuni ambayo nimeitaja. Watakuwa wamelinda damu zao, amwala na mali zao, illa bihaqqi al-islam, isipokuwa kwa haki ya Uislamu. Ma huwa haqqu al-islam? Maya naam, qad yakunu al-mar'u musliman, qad yakunu al-mar'u musliman, mtu anaweza kuwa ni Muislamu, lakini kuna wakati sheria inaturuhusu sisi
kumuua, maana yake kuuawa inakuwa ni wajibu kwake. Naam, limadha? Lihaqi lislam. Kama huwa hadha alhaq. Naam, man ya'rifu aljawab? نعم. من قتل نفسا بغير حق. بارك الله فيكم، شكرا لهذه المحاضرة الطيبة، ما شاء الله. هذا الأول. نعم. القصاص والردة. القصاص نفس ما قال الشيخ. نعم. والردة. وما هو الثالث؟ نعم. الثيب الزاني. Na kuna hadithi ambayo tutaisoma katika kitabu chetu ambayo imeweka wazi watu hawa wa aina tatu. Kwa hiyo kuna wakati Muislamu atauawa atakapoyafanya mambo matatu. Atakapoua yeye atauawa kisheria, na atakapokuwa ni mtu mzima ambaye ameoa au kuolewa kisha akafanyaje, akazini, huyo atauawa vilevile. Na vile vile watatu ni murtad, yule ambaye atakayetoka katika Uislamu kwenda katika ukafiri kwa mabawati fulani ambazo zinafahamika, kuna wakati atakaye atauawa na yeye. Kwa hivyo maana kwa hiyo wakati huu tunasema anauawa bihaqi al-Islam wa hisabu ala Allah Ta'ala, lakini hisabu inakuwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala yeye atakuwa hukumu siku ya Kiyama kutokana na yale aliyofanya. Kwa hiyo hii tunaita ni haddun min hududi Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ni kweli kwa lile ambalo alifanya na amekiri kosa lake akaadhibiwa kwa sababu ya haji na mema aliyofanya, basi Allah atakuwa hukumu ya kheri siku ya Kiyama. Lakini kama atakuwa anafanya vile wa huwa munafiqun fi qalbihi, Allah subhanahu wa ta'ala allamu ghuyub. Fahimtum hadha alhadith? Kwa hiyo Muislamu atatakiwa na ndio maisha yake kuwapiga vita wasiokuwa Waislamu mpaka watakapoyafanya mambo haya ambayo yameelezwa katika hadithi kwa dhawabiti maalum. والحديث التالي هو الحديث التاسع. حديثه inaelezea kuhusiana na makatazo juu ya kukithirisha kuuliza maswali, annahi an kathrati as-su'al. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. أبو هريرة تفكير tunamfahamu Abu Hurairah, sahabi jalil, sote tunamfahamu Abu Hurairah. Amepewa jina la Abu Hurairah limadha? Kwa sababu alikuwa akimiliana zaidi na mapaka katika maisha yake, wakamwita Abu Hurairah baba wa mapaka. Hii ni nini tunasema kisheria? Ni kunia. Alaysa kadhalika? Na kuna nini? Al-laqab. Laqab ni kitu gani? Jina la utani ambalo tunapewa kutokana na sifa fulani. Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza kuitana laqab mbaya katika Qur'an. Man ya'rifu al-aya? Man yadhkuru li al-aya? Naam. Al-aya: ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin. موضع الشاهد: ولا تنافسوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. Kwa hiyo tumekatazwa kuitana majina mabaya. Sio kuona hapa Abu Hurairah na mwenzako ukamtumia na yeye jina kusema mbona Abu Hurairah kaitoka baba wa mapaka. Kuna mipaka katika majina. Kwa hiyo tuliridhia basi utakiwa hivi, utakiwa uite jina hilo. Na kuna kunia. Kunia ma hiya kunia. Naam. Kunia ni jina ambalo mtu anapewa kwa sababu ya mtoto, nafahamia ima wa kiume au wa kike. Ndio utakuta mtu anaitwa Abu fulani au Ummu fulani. Alisa kadhalika. Na inawezekana naye au hana. Mtume sallallahu alaihi wasallam kawaida kuna mtoto alikuwa akiita Abu Numayr, hali hana mtoto. Na shahidi katika hilo ni Bibi Aisha radhiyallahu anha, كانت تسمى بمن؟ أم عبد الله.
Ummu na wala kupata mtoto huyu mmoja katika maisha yake. Kwa hiyo Abu Hurairah alimkabiliana sana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, lihadha takthuru ahadith, kwa sababu hiyo zinakithiri sana ahadithi ambazo yeye amezipokea kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema msikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema ma nahaitukum, ma yale ambayo mambo ambayo mambo usuli, mambo ambayo nahaitukum anhu, makatazeni mambo hayo, fashtanibuhu, basi jiepusheni nayo. Wama amartukum bihi, na yale mambo ambayo nimewaamrisha, fa'tu minhu mastata'tu, basi yaendeeni mambo hayo kadiri ya uwezo wenu, bila mnavyoweza yafanyeni kwa nguvu zote. Fa innama, kwa hakika mambo yalivyo, ahlaka alladhina min qablikum, wameangamia wale ambao walipita kabla yenu. Limadha? Katharat masaili, kwa kukithirisha zaidi kuuliza maswali. Wa ikhtilafuhum ala anbiyai, na kule kutofautiana na manabii zao, manake kuwaasi manabii zao, kwa kule kuwaasi mtume. Katharat masaili, tunafahamu kwamba katharat masaili biduni alhaja madhmuma, kukithirisha kuuliza maswali basi na haja, lakini ni jambo ambalo ni madhmuma, halitakiwi kisheria. Na mfano wa maangamizi ya wale waliopita kabla yetu, nafikiri uliokuwa wazi ni mfano ambao umetajwa katika sura Al-Baqara, wanani kwa Bani Israili wamefahamiana, walipoamrishwa wafanyeje? Wachinje ng'ombe. Wao wakifundisha maswali, wakawa wanapewa aina mpaka ikawa ile jambo baada ya kuwa ni jambo dogo ni kama vile nakama kwa wao. Kwa hiyo huu ni mfano ambao uko wazi kabisa, wakhtilafu ala anbiyai, na kule kutofautiana na wale manabii zao. Tunafahamu kwamba kuna baadhi ya watu kutofautiana vikali sana na manabii zao, mpaka ilifikia hatua baadhi ya manabii waliuawa na watu wao. Tunafahamu hata nani katika manabii ambaye aliuawa? Naam, Zakaria wa Yahya. Hii mfano ambayo kwa sawa waliuawa na watu wao. رواه البخاري ومسلم. حديث واضح أليس كذلك؟ واصل؟ نعم. والحديث التالي الحديث العاشر. الحديث العاشر لحديث ينبغي للجزاء خصوصيانا سبب إجابة الدعاء، سبب سكجيبي وخلوه. سكوزوت ونمو الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ ونمو كلا مجد نمو mengi anatamani Allah subhanahu wa ta'ala ampatie mtu fulani, au vile vile Allah subhanahu wa ta'ala amkuze katika hali fulani, alaysa kadhalika? Kwa hiyo tusikilizeni mwongozo kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam unaoelezea sababu za mimi na wewe kujibiwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب. حقيقة الله سبحانه وتعالى مزوري، الله مزوري ولا شك في ذلك. لا يقبل إلا طيب. الله هكبالي اسبقوا كزوري، هكبالي اسبقوا جبزوري. وإن الله، حقيقة الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين، أموامرش ومؤمنين bima, mambo ambayo amara bihi al-mursalina, amewaamrisha mambo hayo nani? Manabii wa Allah. Hadithi hii inatawaza kwamba sisi na manabii tumeamrishwa mambo ya aina hii moja. Amri zilizokuja kwa manabii ndio amri zilizokuja kwa waumini. Na hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam anatoa mfano kwa kuleta mwaza baina al-aya wal-aya tuthbitu bainahuma. Kuna aya mbili ambazo zinathibitisha kwamba manabii wameamrishwa na waumini vile vile wameamrishwa jambo hilo hilo, na huu ndio utaratibu wa sheria. Faqala Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, amesoma kauli ya Allah: ya ayyuha rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan. Enyi manabii, enyi mitume, kuleni vizuri na pia fanyeni mema. Waqala ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini. Huko ni amri ya
ya mitume na huko ni amri ya waumini. Zote ni kulu min tayyibati ma razaqnakum, zote ni kulu min at-tayyibati wa huna kulu min tayyibati, zote zinaonyesha kula vizuri katika vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameturuzuku. Thumma dhakara rajul, kisha baada ya kueleza hii ni sifa ya Allah, kwamba Allah ni mzuri na anapenda vile vizuri, na ndiyo maisha ya muumini ameamrishwa aishi vizuri kwa mujibu wa hizi aya. Maisha ya Muislamu yanakuwa ni vizuri, tumefahamu katika hali zake zote anatakiwa aishi vizuri muumini. Mtume anasema baada hapo dhakara rajul, akamtaja mtu tumefahamu yutilu safar, mtu huyo anarefusha safari. Maana anataja mfano wa mtu ambaye ana safari ndefu katika maisha yake, na tunafahamu safari za Waarabu mara nyingi ilikuwa nasafiri kwenye sehemu za majangwa. Alaysa kadhalika? Ash'atha aghbar, mtu huyo nywele zake ash'ath ni timtim na hazijatulizana. Aghbar, amejaa mavumbi ukimwangalia. Yamuddu yadayhi ila as-samaa, ananyanyua mikono yake wapi? Mbinguni. Ya Rab, anaita nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kumwambia ya Rab. Fahamina, anatawassal ila Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah amependelea sana tunapomuomba tutumie majina yake mazuri na ametuelekeza katika Qur'an. Lakini mat'amuhu haram, chakula cha huyo anayeomba ni haramu, chakula cha haramu katika ile safari yake. Ana chakula lakini cha haramu, wa mashrabuhu haram, na kinywaji chake alichokuwa nacho pia ni cha haramu. Wa malbasuhu haram, na mavazi yake pia ni ya haramu. Wa ghudhiya bil haram, na makuzi yake yote amekulia katika haramu. Yeye siku zote anakula haramu tu katika maisha yake. Fana yustajabu lillahi, basi vipi kama hivyo hali yake ajibiwe? Tumefahamiana hapa. Mtume ameeleza mambo mazuri sana ambayo yameelezwa katika hadithi hii sababu ya kujibiwa kwa dua. Maana huyu bwana alikuwa na sababu zote za kujibiwa kwa dua. Zote. Sababu ya kwanza ilikuwa ni kusafiri. Na tunafahamu kwamba dua ya kusafiri haidhuru. Dua ya kusafiri Mtume sallallahu alaihi wasallam haina hijabu, maana Allah anaikubali kwa pamoja. Na sababu ya pili ni ile hali yake ash'ath hapa, at-tadallul lillah, hali yake ni ya udhalili kabisa, anaonyesha kwamba anahitajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sababu ya tatu ya mtu yadaihi ila sama, ananyanyua mikono yake katika kuomba kwake wapi? Mbinguni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na tunafahamu kwamba yeyote yule ambaye atakayekuwa anaomba akanyanyua mikono yake, basi Allah anaona haya kurejesha kwa mikono yake sifuri. Umefahamia? Kwa ni katika sababu za kujibiwa kwa dua kunyosha mikono. Tumeeleza katika hadithi jambo hili. Lakini anaita ya Rab, ni katika sababu pia za kujibiwa kwa dua. Anamuita Allah subhanahu wa ta'ala, na kumwomba Allah kupitia majina yake. Tumefahamiana vizuri. Lakini ana sifa zote hizi za kujibiwa kwa dua. Lakini ukimwangalia chakula chake alichonacho cha haramu, mavazi yake ya haramu, kinywaji chake cha haramu, bali maisha yake yote ni haramu. Maana hazingatii ule mwongozo wa Mtume aliyoutaja kwamba Allah hakubali isipokuwa kizuri. Sasa yeye hajali yeye chumbo lake ajue anatoa wapi. Mtu huyu hii ndio hali yake. Fa'anna yustajabu lidhalika, vipi atajibiwa kwa dua? Maana tayari ashakuwa na mawani ya ijabati dua, ashakuwa na vizuizi ambavyo vinamfanya yeye asikubaliwe yale maombi yake na dua zake. Kwa hiyo miongoni mwa sababu zinazozuia dua zetu zisijibiwe ni kula haramu, tumefahamia, kunywa na haramu, bali kukulia katika haramu na kutojali kwamba hii ni haramu au ni halali. Kwa hiyo ukitaka ujibiwe kwa dua, basi jitahidi maisha yako yawe ni mazuri, uzingatie maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, na uishi katika hali iliyokuwa nzuri. Rawahu Muslim. Fahimna maana al-hadith. Maana hadithi kwanza. نقتصر حتى
نأخذ قسطا كبيرا من الأحاديث. الحديث كم؟ 11. حديث hii inaelezea kuhusiana na tarku shukuk, kuacha ma tushakiku fihi, mambo ambayo unashaka nayo katika maisha yako. Na anaeleza muallif rahimahullah ta'ala al-Imam an-Nawawi hadithi al-Bukhari bi Muhammad bin al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa rayhanatihi radiyallahu anhuma qala hafidhtu من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. أخذتم معنى الحسن والصحيح والضعيف، أليس كذلك؟ أخذتم هذا؟ أخذتم هذا؟ أنتم تأخذون نظمة منظومة البيقونية تدرسونها، وليس كذلك؟ أيوة، تابعوا المدرس جيدا وركزوا جيدا تستفيدون منه إن شاء الله. Huyu aliyepokea hadithi hii ni mjukuu wa nani? Wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anaitwa Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Ni mtoto wa nani? Wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Hapa imetumika neno sibti Rasulillah. Nani anaweza kuniambia tofauti ya sibti na hafidu? Tafsiri ya Kiswahili ni moja, lakini kuna tofauti kidogo baina sibtu na hafidu. Naam. Sibti ni mjukuu wa mtoto wa kike. Wa aidan wa hafidu ni mjukuu wa mtoto wa kiume. Huyu hapa. Wa rayhanati ni kipenzi wa nani? Wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume alikuwa akiwapenda sana hawa wajukuu zake wawili, Al-Hasan wa Husayn. Anasema Hasan kwa ule kuamiliana kwake na Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema hafidhtu, nimehifadhi kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam maneno yafuatayo: da haja ma, jambo ambalo yaibuka, linakutia shaka, linakutatiza, ila kuliendea ma, jambo ambalo la yaibuka, halikutii shaka wala halikutatiza. رواه الترمذي والنسائي. هذا حديث عظيم جامع لأحكام الدين. حديثه kubwa sana, jawami al-kalim. Ni hadithi ambayo ina maneno mafupi madogo, lakini ina faida kubwa sana katika maisha ya muumini na wewe. Alaysa kadhalika? Katika maisha yako wewe unatakiwa uliache lile jambo ambalo unashaka nalo, na unatakiwa ulifanye jambo ambalo huna shaka nalo. Ukiishi hivyo utasalimika. Alaysa kadhalika? Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema husnul khuluq, wema ni tabia nzuri ambayo unaiona kusaka katika nafsi yako kwamba hii ni tabia nzuri. Lakini walithmu ma haka fi nafsika wa karihta yaqala alayhi an-nas, na jambo baya ni ile ambalo wewe mwenyewe katika nafsi yako unalichukia, unaona kwamba hili ni baya na unaogopa jambo hilo kuliona watu kuona unalifanya. Kwa maisha ya Uislamu anatakiwa aishi kwa kujiepusha na yale mambo ambayo anashaka nayo na kuyafanya yale mambo ambayo hana shaka nayo. Fahimu alhadith? Muwasil. إذا كان هناك أسئلة في الأخير إن شاء الله. الحديث الثاني عشر الاشتغال بما يفيد. حديثه inatoa maelezo ya kujishughulisha sisi Waislamu kwa yale mambo ambayo yanatupa sisi faida na yanatupa sisi manufaa katika maisha yetu. Hadithi hii imepokelewa na Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam min husni islami al-mar'i, katika uzuri wa Uislamu wa mtu, tarkuhu ni kuyaacha yeye ma la yani, yale mambo ambayo hayamhusu. Yani Muislamu ili awe na ule ukamilifu na uzuri katika ule Uislamu wake, basi aache yale mambo ambayo yeye hayamhusu. Tunafahamiana vizuri? Na ni ukamilifu mkubwa huu.
mtu ikiwa ataishi katika sura hii, la yatatabba awrat al-akharin, hafuatilii yale mambo ya aibu ya watu wengine, basi ataishi kwa raha katika maisha yake. Hivi sasa wengi tumekumbwa na masuala ya kufuatilia watu. Tunahitaji katika maisha yetu kuziangalia nafsi zetu, na siku zote mtu anaposhughulikia nafsi yake hawezi kupata muda wa kushughulikia mambo ya mtu mwingine siku zote. Kwa hiyo uishi vizuri na maisha yako, basi jitahidi uyafanye mambo ambayo yatakuletea manufaa na wakati wako na yatakupa faida. Min husni islami al-mar'i, uzuri wa Uislamu wa mtu tarku mala yake. Na tunasema hii hadithi ni katika hadithi ambazo tadulu alaiha ya Uislamu. Yaani huu ni msingi mkubwa kabisa kushikamana nao, basi sawa sawa na kushikamana na Uislamu wote kwa ujumla. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا هو الحديث. ننتقل إلى حديث آخر. الحديث الثالث عشر من كمال الإيمان، يelezea ukamilifu wa imani. Miongoni mwa mambo ambayo yanayothibitisha ukamilifu wa imani ya mmoja wetu ni hadithi ambayo imepokea bi Hamza Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala li Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Anasema Anas bin Malik, tunamfahamu Anas bin Malik, huyu mama yake alimtoa hiba, alimpeleka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, maalum alimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam kupatia ili akuhudumie katika maisha yako. Umefahamiana? Na aliishi na Mtume sallallahu alayhi wasallam 10 sinin, miaka mingapi? Miaka 10 alisuhubiana na Mtume sallallahu alayhi wasallam miaka 10. Kwa hiyo Khalid ni yule mtumishi aliyekuwa akifanyia kazi mbalimbali na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema ani Nabii sallallahu alayhi wasallam qala, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, ule usahiba wake amechukua faida kubwa sana kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, mpaka kwa rawi al-ahadith anatusimulia sisi hadithi zake zimehifadhiwa. Anasema Mtume ametoa mwongozo ufuatao. Siku moja alisema la yu'minu ahadukum. Nani atakayepa tafsiri ya hadithi hii? Wengi tunaitafsiri, lakini tunaitafsiri tofauti na vile inavyotakiwa kutafsiriwa. Naam, haitakamilika imani mmoja wenu. Barakallahu fiki. La yu'minu ahadukum, hatakuwa mkamilifu wa imani mmoja wenu. Tusitarushe imani moja kwa moja. Uislamu tunasema hatoamini mmoja wenu au hana imani mmoja wenu. Ni tafsiri ambayo wengi wanafasiri, lakini tafsiri al-akmal ni kusema hatakuwa mkamilifu wa imani mmoja wenu hata yuhibba li akhihi, mpaka atakapopenda kwa ndugu yake au atakapompendelea ndugu yake yale mambo ambayo yuhibbu li nafsihi, yeye anayapenda kwa nafsi yake. Maana haitakuwa sawa imani yako wala haitakuwa kamili mpaka utakapokuwa unapendelea ndugu yako kwa yale unayopenda wewe. Fahimu vile. Kwa hiyo huu ndio utaratibu ambao anatakiwa aishi nao Muislamu. Na mtu anapoishi hivi, basi anaonyesha ule ukamilifu wa imani yake. Kwa hiyo miongoni mwa sifa kuu zinazoonyesha na kuthibitisha imani ya mtu ni sisi tunapoishi pamoja, kila mmoja awe anapendelea mwenzake kheri katika maisha yake. Na kuna baadhi ya vitu tunatakiwa tuwe navyo katika maisha. Si kwamba mtu labda umetaka kitu fulani kwaje akakunyima ukamuondolea hii sifa ya ukamilifu wa imani. Sio kila kitu tu anatakiwa kidogo. Ndio maana katika aya iliyokuja, aya inasema la tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, mtopige wema na uchamungu mpaka mtoe mimma anakibahu, baadhi ya vile mnavyopenda. Sio kila kitu tunatakiwa kufanya kutoa, bali maisha yatadhihirisha kwamba huyu ana imani kwa ile heri anazodhihirisha kwa ndugu zake. Fahimu mlei. Kwa hiyo ndio maana nakusudia hadithi kwamba maisha ya Muislamu anatakiwa aishi akiwapendelea ndugu zake heri. Na hivyo tusome sira salihin, masahaba waliotoka kwa hapo kutoka Makka kuja katika Madina. Mnaona maisha yao walikuwa wakiishi yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ndio maana leo katika maisha yetu
Mtume anasema law anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala yantoa dhahabu leo ule mlima wao. Allah ajalie na nyinyi mfike mwezi kuona mlima wao ulivyo na ukubwa wake, basi wewe umepewa dhahabu mfano ule mlima wao, si mbona hivi uamue leo naitoa kwa ajili ya Allah khalisan billah, bado huwezi kufikia kibaba kidogo cha sadaka aliyotoa nani sahaba, ingeko katika mizani mlima wao kwa Uhud ambao ni dhahabu na kile kibaba kitakuwa juu kuliko ule mlima uliotoa dhahabu, kwa sababu ya hali yao. Wao walikuwa wakiishi katika kipindi kigumu, lakini bado walikuwa wakiendelea na kheri wao katika maisha yao. الحديث رواه البخاري ومسلم. الحديث الرابع عشر inaelezea mata yuhdaru damu almuslimi, wakati gani inamwagwa damu ya nani? Ya Muislamu. Washarafna hadha alhadith, alaysa kadhalika? Tumeeleza kwa taipita tu ili tuifahamu kwa maana nyingine. Hadithi hii imepokelewa na Abdi an Ibn Mas'ud, lakini Abdullah ibn Mas'ud. Kuna maabadi la wanne, nani anaweza kutajia? Yaani kuna masahaba ambao ni marawi wa hadithi wako wangapi hapo? Wanne. Kuna Abdullah ibn Umar bin Sa'd, kuna Abdullah ibn Mas'ud, wa Abdullah ibn Amr, wa man? Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr. Aywa, hada huwa. Wa hao maabadi ambao ni marawi wa hadithi. Anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yahillu, si halali damu mri'in muslimin, maana si halali kumwagika damu ya Muislamu, kuuawa si halali kumwagika damu ya Muislamu. Damu mri'in, damu ya mtu muslimu, Muislamu. Imekuja la yahillu damu mri'in muslimin, maana si halali, haifai kumwaga damu ya Muislamu illa, isipokuwa istithna. Maana hapa sasa tutaruhusiwa kuimwaga biihda thalath, atakapofanya moja katika mambo haya matatu. Al-awwalu at-tayyibu zani, mtu mzima ambaye ni mzinifu, huyo atafanyaje? Atauawa kisheria. Alaysa kadhalika? Na miongoni mwa faida ambazo tunazipata katika nukta hii ni aya ya rajul, ni aya ya rajul. Kuna aya katika Qur'ani ni aya ya rajul, aya ambayo imefutwa tilawatan wa baqiyat hukman, imefutwa, haimo ndani ya Qur'ani, hatuisomi, lakini hukumu yake inafanya kazi mpaka sasa. Man yaarifu hadhihi al-aya, nani anayejua yeye? Haimo katika Qur'ani. Leo sio kitabu kufikiria na kufahamu, imeondolewa kabisa, haipo, lakini baqiyat hukman. Man yaarifu hadhihi al-aya, nasoma ulum al-Qur'an, تنكوزا لازم يكون ثاني علوم القرآن نسمعش. نعم، من يعرف هذه الآية؟ الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة إلى آخر الآية. hiyo ni aya ambayo ipo imefutwa katika Qur'an sheria, lakini imebakia hukumu yake na kazi mpaka leo. Kwa Umar ibn Khattab kuna siku alisema maneno yafuatayo kwamba aksha kwamba kuja kufikia wakati watu kuja kusema la najidu aya za rajul fi kitabillah, kwamba hakuna aya ya rajul katika kitabu cha Allah. Kwa hiyo miongoni mwa athari zilizoifanywa ni kuna maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alayhi, hizi athari za masahaba radhiallahu alayhi zinazothibitisha aya za rajul, na hadithi inaelezea aya za rajul iko katika Sahih Bukhari. Kwa hiyo atayyibu zani, mzima mzinifu atauawa kwa kufanywa rajul. Wa nafsu bin nafsi, na nafsi inapoondoka basi itafuatia nafsi. Maana nafsi yule atakayeua naye anafanyaje? Anauawa. Maana kisasi cha nafsi ni nafsi. Watari mwingine, na yule atakayewacha dini yake. Al-mufariqu lil jamaa, tena akaacha umoja wa Uislamu, iwe kwa hiari yake, kufahamiana, iwe kwa mapenzi yake. Ametoka katika Uislamu baada ya kutadi, Mtume anasema umetu anukati nas hata yashhadu an la ilaha illa Allah, huyo atapigwa vita
atauawa kisheria. Fahamia Aiyo. Na katika matukio ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisisitiza ni haya, ndio maana kutoka katika hadithi ya zaidi ya moja. Kipindi cha utawala wa Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, walijitokeza wale mani'u as-salat. Kama law qatilanna man farraqa baina as-salat wa madha, wao walijizuia matuiza, ikawa wamewafananisha na al-murtadun. Fahamia ikawa anawapiga vita na anawaua, japo kwa sababu hawakuridhia ni awali al-amr, lakini katika manaqib hasan baadaye walikuja kufahamu pale bwana ya Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu aliyeduwa kama kwa. Kwa hiyo watu watatu hawa wastahili kuwa sheria na wao Bukhari wa Muslim. والحديث الخامس عشر inaelezea kuhusiana na ikramu al-dhayf au baadhi al-mawsafat الموجودة في هذا الحديث. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق ثم ينتهي تمييزه في حديثه. حديث يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حديث صلى الله عليه وسلم amesema, man kana yu'minu billahi, yoyote yule ambaye atakayekuwa anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala wal yawmil akhir, na siku ya mwisho, faliyakul khairan, basi yaseme khair, anasema maneno mazuri, au yesu au anyamaze kimya, au anyamaze kimya. ما إن ندمت على الكلام مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. Siku zote mtu anapozungumza, tunafahamiana, mara nyingi baada ya kuzungumza anakuwa anapata taasub, si ndio? Kwa sababu anaweza kuzungumza maneno ikawa mingi katika kuzungumza si maneno mazuri na hayarudi kuzungumza. Kwa hiyo unakuta anajuta mara nyingi mshairi anasema. Lakini unapokaa kimya kwa unajizuia na mazungumzo, basi ni mara chache sana kuja kujuta kwa ukimya wako. Walesa kadhalika. Ndio maana katika mawapi mbio kama hakuna haja ya kuzungumza unapofaidi, natakiwa unyamaze kimya. Hadha alfa wa asna bilaki. Ili jambo ambalo ni zuri na linapendeza kwa muumini. Kwa Mtume anasema miongoni mwa sifa za yule anayemwamini Allah na mtume wake, kama hana cha kuzungumza basi anyamaze kimya au azungumze khair. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، na yule ambaye atakayekuwa anamwamini Allah na siku ya mwisho, falyukrim jarahu, basi amkirimu jirani yake. Katika haki kubwa za Uislamu, basi anatakiwa achunge maisha yeye na jirani yake, kwa jirani zake waliomzunguka. Mtume anasema mazala Jibril yusina anil jari hata walau annahu saymaridhu. Jibril kila siku ananusia kumfanyia wema jirani, mpaka nikadhania kwamba labda jirani ana haki ya mirathi kutoka kwangu, labda hivyo atafanyaje, atanirithi, kuonyesha kwamba jirani ana haki kubwa sana katika maisha yako. Jirani unatakiwa uishi naye kwa wema, unatakiwa uishi naye katika hali ya kumpenda, hali ya kumnasihi, hali ya kushirikiana naye na kumuhimiza katika khairi mbalimbali. Kwa miongoni mwa sifa za mwenye kumwamini Allah na mtume wake, basi atakiwa amkirimu nani? Jirani yake. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. mwenye kumkirimu Allah, mwenye kumwamini Allah na siku ya mwisho, anatakiwa amkirimu mgeni wake. Na mgeni katika watu adhimu, mgeni anapokuja nyumbani kwako, basi unatakiwa uishi naye vizuri na umkirimu. Unafahamiana vizuri? Na ugeni unakuwa ni siku ngapi jamani? Sasa unapokwenda kutembea kwa watu, basi muamala wewe na ule ulimtembelea kwa mzuri zaidi, lakini zaidi ya siku 3 usifaneni utakuwa shukuru mwenyewe. Kwa hiyo ikiwa zile haki za ugeni hujazipata, utakiwa kumsema yule mwenyeji wako. Na hiyo hadha huwa Uislamu, hakadha hadi Nabii sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo sifa ya muumini anayemwamini Allah na mtume wake aishi vizuri na yule mgeni wake. Adhaif ni mgeni. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. نواصل. الحديث السادس عشر النهي عن الغضب. حديثنا nakataza kuhusiana na kukasirika. Na hii ni hadithi muhimu sana ambayo inabidi sote tusikilize. Sababu naamini maisha yetu tunakutana na mambo mengi sana katika maisha yetu. Tunaishi katika jamii moja, lesa kadhalika. Al-mujtama al-wahid
يحدث بها كثيرا، maana ahdath kabira. Matukio mengi yanajitokeza katika jamii kama hii. Mengi utaona anakuzana na huyu wakati fulani na mwingine anakuzana tena kwa mambo ya kheri, lakini yeye kipindiko haoni kwamba ni kheri kwake. Na mtu anawezekana ana mwenzake kwa anamuhimiza, au labda mushrik anamuhimiza mwenzake zungumza Kiarabu, ikawa ni ugomvi baina ya yule anayehimizwa na mushrik wake. Kwa maana fi kulli khair, katika yote hakuna khairi kwa sisi, ndio. Lakini inawezekana iko kwa sababu yeye kukasirika katika maisha yake ya maana, au ikawa ni wakati wa kutafuta nafasi ikawa anaanza kusema ushiriki wako ni mwarabu sana, au kuna jambo fulani hali ni khairi na jambo ambalo ikiwa atashikamana nalo linamsaidia wewe yeye mwenyewe, wala hakuingi mwalimu wake wala mshiriki wake. Kwa hiyo katika mambo ambayo Mtume alikuwa anasisitiza sana ni jambo hili. Siku moja alijua na bwana mmoja katika hadithi iliyopokelewa na Abu Hurairah, akasema na rajul, hakika mtu mmoja qala li Nabii sallallahu alaihi wasallam, akisema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, alayhi usiri yusi ya Rasulullah, qala la taghdab. Katika baadhi ya nusa kuna faradda mirad, alaysa kadhalik? Qala hapana. Mtume alisema la taghdab, la taghdab, la taghdab, usikasirike. Kuonyesha kwa sifa hasira na sifa mbaya sana. Na Mtume ametaka yote kati yetu zingekuwa na hali ya hasira, ikiwa amesimama faeni, ikiwa amekaa bila hasira hazijaondoka faeni, jamratu, hasira kama ile kala moto iliyojaa shetani fi qalbi bani adam. Shetani anatupa katika moyo wa binadamu, utakuta fayataki kufihi, yani mwili wake ule unakuwa mviva mpaka mishipa yake inakuwa mekundu. Unapokuwa na hasira, fahamu kwamba shetani kuna wewe muda ule. Unabidi kujiepusha na shetani katika huyo. Kuna viongozi mbalimbali wanapokuwa na hasira ingia wajikiona siwezi kabisa, jitenge kuzungumza na watu kadhaa. Lakini wewe unapobana mtu, watu wanapoamua na msipopanda unataka uende, na mtu amesema wewe rudi ukapumzike. Kwa hiyo muda ule usimpe nafasi nani? Shetani laanatullah alayhi. Kwa hiyo katika mambo muhimu sana kwa Muislamu atakiwa jiepushe na hasira za mara kwa mara. Ni mambo ambayo katika tunasema jibilla, ni mambo ambayo binadamu anayo, hasira kila mmoja anayo, lakini ni katika mambo yanayopendeza. Usikubali kukaa katika sehemu ambazo unajua hapa nitafuta hasira, labda kwa sababu ya kuamsha hasira yako, si ndio? Tunaambiwa kwamba kitu chochote kinaanza kikiwa kidogo, si ndio? Kuna msemo wa Arabu anasema inna an-nara min mustasghari shara. Hata zichia ya moto ile, yani maana ule moto mkubwa unaona unaongoza nyumba unatokana na chichia ndogo ndogo. Inawezekana kuna mtu unajua huyu kizungumza naye ikatano tafadhali utakikasirisha, usijiepushe kuzungumza naye. Sababu taanza kidogo kuzungumza salamu nzuri, lakini unajua samia ule tafadhali sababu baadaye katika hali hiyo vitu vingine mbaya. Kwa hiyo katika mambo ambayo yanapendeza kwa Muislamu ajiepushe na kasirika. الحديث الثاني الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. والله هذا حديث عظيم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث hii inaeleza haki za viumbe wote katika maisha yetu. Tumeyasema inna Allah, hakika Allah kataba farad, amefaradhisha na amewajibisha Allah subhanahu wa ta'ala al-ihsan, kufanya ihsani. Ihsani ni kufanya wema, na ihsani tumeisoma kwamba antaabudu Allah kaannaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Hii ndio hali ya wema. Maana wewe ufanye jambo kama kwamba unamuona Allah, kama humuoni basi ufahamu kwamba yeye Allah anafanya, anakuona Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo
inna Allah kataba al-ihsan, Allah amewajibisha ihsani ala kulli shay, katika kila kitu, kama ilivyotumika ala kulli shay, hadha yadullu ala al-umum. Fa idha qataltum fa ahsinu al-qitla, pindi angalia mfano wa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa adhim, pindi mnapoua nyinyi fa ahsinu al-qitla, basi uweni pia mzuri kwa kufanya vizuri, uweni kwa wema. Kuna baadhi ya wakati Muislamu au mtu inawezekana kupata hali fulani ya kuwajibika kuua kiumbe, mathalan al-kalb, mbwa yule ambaye tunasema ni mbwa kichaa, si ndio? Kuna muda anasumbua katika jamii, watu hawana hali isipokuwa kufanyaje? Kumuua. Basi anapouawa pia auawe kwa wema vizuri. Kuna muda unaona kiumbe ambacho ni halali kufanyaje? Ukiua kwa madhara yake, basi unapokiua ukiue kwa wema vile vile. Uwe na ihsani hata viumbe vidogo ambao havina hata faida wala manufaa na jamii. Sasa ikiwa hii ndio hali aliyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, vipi itakuwaje hali ya binadamu na binadamu wenzao katika maisha? Tukizungumzia ihsani, tunatakiwa uwe na ihsani kubwa katika maisha yako na wenzao. Na Mtume anasema wa idha dhabahtum, na mnapofanyaje? Mnapochinja katika vile mlivyohalalishiwa, ndio dhabihu, fa ahsinu adh-dhibha, basi chinjeni vizuri, fanyeni vizuri katika kuchinja. Na akatoa mwongozo vipi mnatakiwa kuchinja. Tumesema ndio hidda harukum shafata, basi akitie makali mmoja wenu ile ala yake ya kuchinjia, shafa kama ni kisu, basi ile shafa eneo lile la kuchinjia litie makali sana, kwa sababu ndio kibaraha ile kijito chako. Basi wale ndio hata na hili ya kibaraha ile kijito. Ukiona kwamba kumlaza ng'ombe chini ukamfunga miguu wakati wa kumchinja, ndio starehe ile, at least kupunguzia maumivu, kasifanya hivi. Lao ukiona kumfunga miguu kujamletea maumivu zaidi, basi mfungue miguu ikiwa hakutokea hatari yoyote, kwa sababu tumeamrisha sisi kufanya ihsani. Sasa kama hivi ihsani baina wa baina al-bahari, ambao ni viumbe ambao tumedharaulika, mifano yote wanapigiwa wao, tunaambiana, lakini tunaamrishwa kufanya ihsani. Basi vipi ihsani ya binadamu na binadamu wenzake? Kwa hiyo tuzingatie katika maisha yetu. Al-hadith rawahu Muslim. Wa al-hadith athani ashar al-khuluq al-hasan, hadithi inaelezea tabia nzuri, tabia njema. Hadithi hii imepokelewa na Abi Dharr Jundub ibn Junada wa Abi Abdurrahman Muadh bin Jabal radiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam qala ittaqillaha haythuma kunta wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن. والله katika hadithi ambazo mara nyingi wengi wamepata, si ndio? Lakini maana iliyokuwa hapo ndio inabidi ihifadhiwe katika yale matendo yetu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ittaqillah, muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Na takwa ni kuyafanya yale ambayo Allah anayaridhia na kuyapenda, na kujiepusha na yale Allah anafanya, kujiwekea vibaya, kizuizi na mahali bila yale mambo ambayo yanachukiza Allah ameyakataza sifani. Kwa hiyo tumeamrishwa siku kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa huwa asasul falah, ndio asasi msingi wa mafanikio katika ulimwengu wote. Lakini Mtume anatia msisitizo, takwa hii inakuwa haifu popote pale utakapokuwa. Na takwa pia ni ihsani, kumwabudu Allah kama kwamba unamuona, na kama humuoni basi bora tu uamini kwamba Allah anafanya. Kwa hiyo muabudu Allah, muombe Allah popote ulipo, yani kama kwamba unamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa humuoni basi fainahu yaraki. Lakini baada ya kuhimiza kutokana na takwa, Mtume akasema wa atbi as-sayyi'a, wa atbi as-sayyi'ata, lifuatishie lile baya, al-hasan, lifuatishie tendo gani? Jema. Tamkuha, manake hili
jema litafuta lile baya ulilofanya. Allah anasema innal hasanati yudhhibna as-sayyi'ati dhalika dhikra lidhakirin, hakika ya mema hufuta yale maovu, yale mabaya. Na Uislamu yajubu ma qabla. Inawezekana mtu akawa ni muovu, lakini baada ya kuwa amesafisha kweli asifutwa yale yaliyopita. Kwa hiyo takwa tunahimizwa tuhakikishe tunazidhibiti nafsi zetu katika swala zima la uchamungu, lakini pia hapo kuna ithibati, kuna uthibitisho kwa binadamu japokuwa anakuwa anakosea katika maisha yake. Na ndio maana baada ya kukosea tukaambiwa tufanye mema ili aweze kuyafuta yale mabaya. Wa aidha Mtume akatupa na mwongozo ambao tunatakiwa tuishi nao katika maisha yetu kwa kusema wa khaliqin nas, naishi na watu, amiliana na watu bi khuluqin hasan, kwa tabia nzuri. Na hili ni jambo ambalo hasa tunapokuwa katika jamii kama hii tulizingatia sana katika maisha yetu, kwa tuishi na jamii iliyotuzunguka kwa tabia nzuri. Hakuna jambo la thamani na jambo bora kama kuwa na tabia nzuri. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sifa alizopewa kubwa katika Qur'ani, Allah alimwambia wa innaka la'ala khuluqin 'adhim. Hili jambo kubwa sana katika maisha ya muumini. Utakapokuwa na tabia nzuri, basi yote yanakuwa ni hai, mambo yote yanakuwa kwa kweli mepesi katika maisha yako. Kwa hiyo tumehusiwa mambo mangapi? Takwa na kuyafanya yale yanayomridhisha Allah, ili ni sababu ya kufutiwa yale yanayomchukiza Allah katika tuliyofanya, bali tuishi na watu katika tabia njema, tuishi nao vizuri katika maisha yetu. Hizi ni ahadithi ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuhimiza tuishi nazo katika maisha yetu. Tusizisome kisha tukaacha, tuzifanyie kazi katika maisha yetu kila siku. Ni hadithi ambazo kila mmoja wetu anapokuwa anasoma, basi hakikisha anasoma na kuziweka katika moyo wake na anaziingiza katika yale matendo yake anayofanya. Al-Hadith rawahu man at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala. نواصل الحديث التاسع عشر. سبب تخبرنا عن الوقت إن شاء الله. تمام. بإذن الله سبحانه وتعالى إذا كان معنا متسع من الوقت سنواصل إن شاء الله. نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.